Nami Immaculate Kiruhia. Naanza na gazeti Mwananchi katika ukurasa wa kwanza lenyewe laandika ukao wafanyizi wa Manispaa Ilala ya wakatalia kuzindua kampeni viwanja vya Jangwani Jumamosi. CCM yadai vitatumiwa na wasanii kwa siku 3 kwa ajili ya kufanya matamasha. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4. Hali ya sitofahamu jana ilitawala mkutano wa uzinduzi wa kampeni ya mgombea wa Chadema na Ukawa Edward Lowassa baada ya ofisi ya Manispaa Ilala kuikatalia kufanya mkutano huo kwenye viwanja vya Jangwani baada ya CCM kuomba eneo hilo kwa ajili ya kufanya matamasha wasanii kwa siku 3 mfululizo. Wakati Chadema wakiendelea na vikao kujaribu kupata ufumbuzi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imesema hadi jana jioni hakuna chama kilichokuwa kimewasilisha malalamiko kuhusu kunyimwa eneo la kufanyia mikutano, lakini ikasema kuwa lolote linawezekana kwenye meza ya mazungumzo. Habari nyingine katika ukurasa wa kwanza ni Magufuli yafanya kazi kunadi wa bunge. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3. Inasema mgombea urais kupitia CCM Dr. John Magufuli ameanza kuonja shughuli ya kuwanadi baadhi ya wabunge wa chama hicho baada ya juzi akiwa Kalambo mkoani Katavi baadhi ya wananchi kuguna pale alipompandisha jukwani mgombea ubunge wa jimbo hilo Josephat Kandege. Baada ya kuona hali hiyo, Dr. Magufuli alisema, nikimnukuu, nasema naombeni jamani, hatuchagui malaika, kila mtu ana tatizo lake, inawezekana wengine mmechoka hata kumwangalia, lakini mkitaka mimi nifanye kazi vizuri nileteni huyu bwana, alisema Magufuli akimnadi mgombea huyo. ACT kuzindua kampeni Jumapili ni habari katika ukurasa wa 2. Nasema chama cha ACT Wazalendo kitazindua kampeni zake za uchaguzi kwa kuwatambulisha wagombea wote wa ubunge waliosimamishwa kwenye majimbo ya Tanzania bara na Zanzibar. Uzinduzi huo unatarajiwa kufanyika Agosti 30 katika uwanja wa Zakia Mbagara wilayani Temeke kuanzia saa 4 asubuhi. Chadema yadai kuna sakadi 36 za kupigia kura ni habari katika ukurasa wa 3. Inatoka Bariadi, inasema Chadema wilaya Bariadi kimedai kuna sakadi 36 za kupigia kura zilizokuwa zimetupwa kwenye gofu la nyumba moja mjini Bariadi. Na katika kurasa za ndani kwenye gazeti hili laandika Chadema CCM wachuana na matangazo ya televisheni. Ni vyama vya Chadema na CCM vimeingia katika mchuano wa kuwania nafasi ya kurusha matangazo ya moja kwa moja ya kampeni za ugombea urais katika televisheni Jumamosi hii. Wakati Chadema ikitaka muda wa kurusha matangazo ya uzinduzi wa kampeni ya mgombea wake Edward Lowassa kutokea jijini Dar es Salaam, CCM inataka kurusha matangazo ya mkutano wa kampeni ya mgombea wake Dr. John Magufuli kutoka jijini Mbeya. Na kama gazeti Majira katika ukurasa wa kwanza lenyewe laandika uzinduzi wa kampeni Ukawa ya kwa vikwazo lukuki ya kwama kupata uwanja wa Jangwani anza kupambana. Manispaa yasema kupata hadi mwanzoni mwa Septemba. NEC yapiga marufuku kampeni za mkusanyiko ya onya vyama. Habari hii inapatikana ukurasa wa 4. Lakini pia Kapinda ataja siri ya kumunga mkono Magufuli. Samia himiza wa Tanzania kudumisha amani. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3. Ndio Waziri Mkuu Mizengo Pinda amesema anashangaa kuona watu wanakumbuka kupanda daladala wakati huu, kitendo ambacho amekifananisha na kusubiri moto wake wakati CCM ilishafanya kazi siku nyingi. Dr. Masaburi ajibu tuhuma za Chadema ni sakata la madai ya mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Saidi Kubenea za kuna sakadi bandia za kupiga kura limechukua sura mpya baada ya mgombea katika jimbo hilo kupitia chama cha Mapinduzi CCM Dr. Didas Masaburi kujibu mapigo. Dr. Masaburi katika majibu yake amesema Chadema wametoa madai hayo ili kujihami kutokana na wao kuandikisha mamia wapiga kura bandia, huku baadhi ya viongozi wake katika kata ya Kimara ambayo iko chini ya chama hicho kujiandikisha mara 2, kitendo ambacho ni kosa. Na ukurasa wa pili kwa gazeti hili ni habari za kimataifa ambapo kuna habari inasema Rais Nkurunziza aunda baraza la mawaziri. Habari hii inatoka Bujumbura, Burundi. Inasema Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ameunda baraza jipya la mawaziri ambalo limejumuisha mawaziri 20 ambao wengi wao wanatoka chama tawala cha CNDD-FDD na wengine kutoka vyama vya upinzani nchini humo. UN yasema jeshi la Sudani Kusini linawabaka watoto wadogo ni miongoni mwa habari katika ukurasa wa 2 kwenye habari za kimataifa. Katika gazeti Majira inasema Umoja wa Mataifa umelaani jinai zinazofanywa na jeshi la Sudani Kusini ikiwa ni pamoja na kuwabaka watoto wadogo na wanawake na kisha kuwachoma moto.
Habari kutoka Khartoum, Sudan Kusini, lakini pia laandika wanachama 12 wa Al-Shabaab wa Somalia. Habari inatoka Mogadishu, Somalia, inasema kamanda wa jeshi la serikali nchini Somalia amesema kuwa wanachama 12 wa kundi la Al-Shabaab wameuawa katika eneo la Gedo, kusini mwa nchi hiyo. Na kwa sasa nakamata gazeti Mtanzania Fikra Kinifu katika ukurasa wa kwanza. Habari kubwa ni Lowassa vizingiti kila kona, azuiwa kutumia viwanja vya Jangwani, manispaa yasema vimechukuliwa na CCM. Mbati yasema ratiba ya Ukawa itabaki pale pale, hawayumbishwi. Magufuli yasema mawaziri wangu watafanya kazi usiku na mchana. Ni mgombea urais wa chama cha Mapinduzi CCM Dr. John Magufuli amesema akifanikiwa kushinda uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 atakuwa na baraza dogo la mawaziri litakalofanya kazi usiku na mchana. Na katika kurasa za ndani zaidi laandika Masha atoka Segerea ni baada ya kuwa chini ya jeshi la magereza kwa saa 24. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Lawrence Masha ametimiza masharti ya dhamana na kuachiwa. Masha aliingia katika gereza la Segerea juzi alasiri na kuachiwa huru jana alasiri baada ya mahakama kujiridhisha. Bashe asema uchaguzi wa mwaka huu ni mgumu. Ni habari nyingine inasema mgombea ubunge wa jimbo la Nzega mjini kupitia chama cha Mapinduzi CCM na mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa Hussein Bashe amewaambia wanachama wenzake kukaza buti kwani uchaguzi wa mwaka huu ni mgumu.